الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni Jumatano ya tarehe 22 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة. njia sita katika kubatilisha madhehebu ya watu wanaokanusha sifa za Allah, annahu yalzamu alayhi lawazim batila, ni kwamba hulazimu juu ya madhehebu yao hiyo hulazimu lawazim ambazo pia ni batili. Qala wa butlanu lazim yadullu ala butlani almalzum, ubatili wa lazim hicho chenye kulazimu hufahamisha pia ubatili wa chenye kulazimiwa. Wa butlanu lazim yadullu ala butlani almalzum, ubatili wa chenye kulazimu hufahamisha ubatili wa malzum, hicho kinacholazimishwa. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. hizo lawazim ambazo pia ni batili ya mwanzo ni kwamba watu wanaokanusha sifa za Allah hawajapotosha nususi zinazofahamisha sifa hizo kuziepusha na dhahiri yake, illa haithu ataqadu, isipokuwa ni pale walipoitakidi annahu mustalzimun au muhimun litashbihi Allah ta'ala bikhalqihi. Hawajazipotosha nususi za sifa kuzitoa na dhahiri yake, isipokuwa walipoitakidi kwamba ni kwenye kulazimisha au kudhanisha kufanana na Allah na viumbe vyake. Ikiwa utathibitisha sifa hizo, basi italazim Allah afanane na sifa za viumbe vyake, sifa zake zifanane na sifa za viumbe vyake. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر, na kumfananisha Allah mtukufu na viumbe vyake ni ukafiri. liannahu takdhibun liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay, sababu hiyo ni kukadhibisha kauli ya Allah mtukufu, hakikuwa mfano wake kitu chochote. Kwa hiyo moja katika lawazim ambazo wamezipotosha nususi hizo na aya hizo zinazoelezea sifa za Allah wakazitoa na dhahiri yake, isipokuwa anaitakidi kwamba nususi hizo zinalazimisha sifa za Allah zifanane na sifa za viumbe vyake. Hivi ndivyo wanavyoitakidi. wa tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi kufrun, na kumfananisha Allah na viumbe vyake ni ukafiri. liannahu takdhibun liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hiyo ni kukadhibisha kauli ya Allah mtukufu, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. يقول الشيخ في الشرع: فإذا كانوا يعتقدون أنها تستلزم التشبيه فهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم التشبيه. wakiwa wanaitakidi kwamba sifa hizo zinalazimu kufanana Allah na viumbe vyake, hii ni kwa ajili ya kuondosha tashbihi hiyo wanaiondoshea kwa nafsi zao.
وإن كانوا يرون أنها توهم وإن لم تدل على التشبيه فهذا من أجل ألا يتوهم أحد أنها تستلزم التشبيه. ikiwa wanaona kwamba sifa hizo zinatuhumu na kudhanisha kwamba sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe vyake, wa illam tadulla ala tashbih, hata zisipofahamisha kufanana, hii ni kwa ajili asije akadhania yoyote kwamba sifa hizo zinalazimu kufanana na sifa za viumbe vyake. Wa fi aqidati al-ash'ira wa kullu nassin awhama at-tashbiha awilhu au fawwidh wa rum tanziha, kila nasi ambayo inadhanisha kufanana Allah na viumbe vyake, nasi hiyo ifanyie taawil, uifasiri vingine au itegemeze kwa Allah. Warum tanziha, taka kumtakasa Allah na kufanana na viumbe vyake. Qala Sheikh, wa hadha al-kalamu haqqun, maneno haya ni haki, lakinahu batilun min jihati ma yuridu, لأنه يريد أن جميع نصوص الصفات المثبتة توهم التشبيه. maneno haya ni haki lakini ni batil kwa upande wa hivyo anavyokusudia huyo aliyesema hivi, sababu anakusudia kwamba sifa zote, nasi zote zinazofahamisha sifa zinazothibitishwa kwa Allah, nasi hizo zote zinadhanisha kumfananisha Allah na viumbe vyake. Kwa kila aya inayofahamisha hivyo au hadithi ifanyie tawil au itegemeze kwa Allah. Hapo ndiyo maneno yao yalivyokuwa ya batil hayo. Wa kullu nassin awhama at-tashbiha awilhu au fawwidh wa rum tanziha. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله، هو ni mmoja katika mashaikh wa Imam al-Bukhari. Nuaim ibn Hammad al-Khuzai أحد مشايخ البخاري رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake amekufuru. Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake huyu amekufuru. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, na anayepinga sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake, huyu anayepinga pia amekufuru. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر, anayepinga sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake, huyo anayepinga pia qad kafara, amekufuru. Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha, hakuna katika sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake au mtume wake amemsifia Allah kwa sifa hiyo, hakuna tashbih, hakuna kufanana na viumbe vyake, hakuna kuifananisha sifa hiyo na sifa za viumbe vyake. Walaysa ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha, hakuna sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake wala sifa ambayo mtume sallam amemsifia Allah, hakuna kumfananisha na viumbe vyake sifa hiyo. Kila sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake haijafanana na viumbe vyake. Kila sifa ambayo mtume amemsifia Allah sifa hiyo haijafanana na viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. إذن هذا قول نعيم ابن حماد الخزاعي من شيوخ الإمام البخاري رحمهم الله تعالى. كوني hatari jambo hili la kupinga sifa za Allah azza wa jalla, sifa yoyote ambayo Allah ameisifia nafsi yake
au mtume wake sallam amemsifia Allah, kupinga sifa hiyo mtu anakufuru, ni hatari. قال واعلم أن من جحد ما وصف الله تعالى به نفسه على قسمين. jua kwamba wanaopinga sifa ambayo Allah ameisifia nafsi yake wako katika sehemu mbili. Al-awwal an yakuna jahada takdhibin, ni kuwa anapinga kwa kukadhibisha. Fahadha la shakka fi kufrihi, huwa hakuna shaka katika ukafiri wake, kwamba anapinga tu kwa kukadhibisha maneno ya Allah au maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, huwa hakuna shaka fi kufrihi. Mithla an yaqula fi qawlihi ta'ala arrahmanu ala al-arshi istawa, qala, akasema lam yastawi Allahu ala arshihi, Allah hajalingana sawa juu ya arshi yake. Akisema hivi amekufuru. Fahadha kafirun liannahu mukadhibun lillahi azza wa jalla, huo moja kwa moja amemkadhibisha Allah azza wa jalla. Allah anasema arrahmanu ala al-arshi istawa, yeye anasema la, lam yastawi Allahu ala arshihi, huo moja kwa moja ni kafiri. Athani an yakuna jahduhu jahda ta'wilin, ni kuwa kupinga kwake ni kupinga kwa kufanya ta'wil, kubadilisha tafsiri hiyo iliyokusudiwa na Allah akatoa tafsiri nyingine. Bi an yaqula huwa mustawin ala arshihi lakinna ma'na listiwa'i kadha, akisema kwamba Allah ni mwenye kulingana sawa juu ya arshi yake, lakini maana istiwa ni maana nyingine, sio ya istiwa kama hao wanaosema ni istila, ameitawala arshi yake. Fahadha la yakfuru illa fi ba'dhi suwar, huyu hakufuru, aliyepotosha maana ya istiwa hakufuru isipokuwa katika baadhi ya sura. Wa ala hadha idha qala qailun inna Allaha laysa lahu yadun fa innahu yakunu kafiran, anayesema kwamba Allah hana mikono, huyu ni kafiri, anakuwa ni kafiri. Liannahu jahidun jahda takdhibin, sababu huyu ni mwenye kupinga kwa kukadhibisha kauli ya Allah na ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha qala bal lahu yadun lakinna almurada biha kadha, akisema bali ana mikono lakini muradi wa mikono hiyo ni kadha, ni neema au ni nguvu. Fahadha la yakfuru, huyu hakufuru, anakuwa ni dhal, amepotea. Illa annahu yakfuru fi ba'dhi al-ashya allati la yumkinu fiha at-ta'wil li'annahu la yuqbalu minhu, isipokuwa anakuwa kafiri katika baadhi ya mambo ambayo haiwezekani kuyafanyia ta'wil, sababu hiyo haikubaliwi ta'wil. Kwa hiyo si moja kwa moja wanaofanya ta'wil ni makafiri, hapana, wanakuwa wamepotea tu kwa vile wamepotosha maana ya sifa hii ya istiwa wakaipeleka kwenye maana nyingine isiyokusudiwa na Allah. Hawa inakuwa si makafiri, inakuwa ni wamepotea. Lakini anikadhibisha jahda takdhibin, huu moja kwa moja ni kwamba ni kafiri. قال الشيخ ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ni katika jambo linalojulikana kwamba ni katika batili zaidi kujaliwa dhahiri ya maneno ya Allah mtukufu na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni kumfananisha Allah na sifa zake, na ni ukafiri. Dhahiri hii ya maneno ya Allah na mtume wake ni kumfananisha Allah na sifa zake, na ni ukafiri au ni yenye kufahamisha hiyo tashbih, kwamba sifa hizo na kala maneno hayo yanafahamisha kwamba Allah anafanana na viumbe vyake. Hiyo ni katika abtalil batil, batili zaidi kuliko batili nyingine. Ayuj'ala dhahiru kalami Allahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam
تشبيها وكفرا أو موهما لذلك هذا من أبطل الباطل. قال فلا يمكن أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى كفرا ولا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا. haiwezekani kujaliwa dhahiri ya maneno ya Allah mtukufu ni ukafiri, wala kujaliwa dhahiri ya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni ukafiri. لأن الله تعالى إنما بين الهدى وأوضحه. Allah mtukufu ameweka wazi muongozo wa awdahahu, na kaubainisha wazi. Wa arada min alibadi an yahtadu wala yadhillu, akawatakia waja wake wapate muongozo wa haki wasipotee. Fakaifa yuqalu inna dhahira alqur'ani was-sunna kufrun, vipi alafu isemwe kwamba dhahiri ya Qur'ani na sunna na hadithi ni ukafiri? Itakuwaje hivyo? Haiwezekani kusema hivyo. والذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص التشبيه فنؤول يدعون أن ظاهرها كفر وضلال والعياذ بالله. wale wanaosema kwamba dhahiri ya nususi hizi za sifa za Allah ni kumfananisha sifa za Allah na viumbe vyake, kwa hiyo tufanye ta'wil, tuzibadilishe maana yake tuweke maana nyingine. Moja kwa moja ni kwamba wanadai kwamba dhahiri ya maneno ya Allah na mtume ni ukafiri na ni upotevu, wal iyadhu billah. Wanielewa sio? والحاصل أن القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. kwa jawabu ya hayo yote ni kwamba kauli hii ya kupinga sifa za Allah inalazimu lawazim za batili, liannahum inma attalu wa ankaru dhahira as-sifat, sababu wao wamepinga dhahiri ya sifa hizi za Allah. liannahum i'taqadu anna dhahiraha at-tamthil, sababu wao wanaitakidi kwamba dhahiri ya sifa hizo ni tamthil, kumfanyia mifano Allah, kwamba sifa zake zimefanana na sifa za viumbe vyake. ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. asema nyoyo zao hazijakunjuka nyoyo zao, watasawuratuhum, kujumuisha baina ya kuthibitisha uhakika na kukanusha kumfananisha Allah na viumbe vyake. فمثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدين، Allah alipoithibitishia nafsi yake mikono, fahimu min al-yadaini annahuma yadani mumathilatani liaidi al-makhluqin. moja kwa moja hao wamefahamu kwamba mikono hiyo ya Allah ni mikono inayofanana na mikono ya viumbe, wamefahamu hivyo. falamma fahimu hadha al-fahma dhahabu yu'attilunaha, walipofahamu ufahamu huo wa makosa wakawa sasa wanakanusha na kupinga sifa hiyo ya mikono. Wayaqulun laysa almuradu bilyadaini alyadaini alhaqiqiyataini, wasema si muradi wa mikono hii ya uhakika. qalu lianna alyadaini alhaqiqiyataini tastalzimani at-tamthil, sababu mikono ya uhakika inalazimu kufanana na mikono ya viumbe vyake. والظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين أنهما حقيقيتين. نقول إذن على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا. وقولي yenu hiyo ni kwamba inalazimu kuwa dhahiri ya Qur'an na hadithi ni ukafiri, lianna tamthil Allah bi khalqihi kufrun, sababu kumfanisha Allah na viumbe vyake ni ukafiri. Maelewa? Allah anasema bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, mikono yake imekunjuliwa, Allah anatoa anavyotaka. Kwa wanaposema kwa mikono ya Allah ni kama mikono ya viumbe, moja kwa moja wanatuhumu dhahiri ya Qur'ani na Sunna kwamba dhahiri yake ni ukafiri. Kwa wanafanya taawili hapo, mikono ni neema, yadani ni neematani.
moja kwa moja ni kwamba wanatuhumu nususi hizi za Qur'an na Sunna. Ala wa ayu qawlin afsadu min qawlin yastalzimu an yakuna dhahirul kitabi was sunna kufra. Kauli gani fasidi zaidi, kauli gani mbaya zaidi kuliko kauli inayolazimu kuwa dhahiri ya Qur'an na hadithi ni ukafiri? Laysa hunaka qawlun ashadda min hadha alqawl. Hakuna kauli mbaya zaidi kuliko kauli hiyo inayosema kwamba nususi za Qur'an na Sunna dhahiri yake ni kufur. Hiyo ndio afsadul qawl. Tumefahamu? ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. Pili, lawazim katika lawazim batili za hawa watu wanaopinga sifa za Allah ni kwamba kitabu cha Allah mtukufu alichomteremshia mtume wake kuwa ni uwazi wa kila kitu na ni muongozo kwa watu na ni shifa, ni dawa ya maradhi yaliyo katika nyoyo, wa nura mubina, na ni mwangaza ulio wazi, wa furqanan baina alhaqi walbatil, na kitabu hiki ni upambanuzi baina ya haki na batil. lam yubayyin Allah ta'ala fihi ma yajibu ala alibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi. Allah mtukufu hajabainisha katika kitabu hichi mambo ambao ni lazima kwa watu kuyaitakidi katika majina yake na sifa zake. Itakuwa Allah bado hajabainisha katika Qur'ani yale ambao ni lazima kwa watu wayaitakidi katika majina yake na sifa zake. Wa inna ma ja'ala dhalika muwakkalan ila uqulihim, isipokuwa Allah imejalia sifa hizo na majina hayo imewakilishwa katika akili zao. Yuthbituna lillahi ma yashaun wa yunkiruna ma la yuridun, wanamthibitishia Allah wanaoyataka katika majina na sifa na kumkanushia ambayo hawayataki. Watu wenyewe akili zao ndio wenyewe waangalie katika majina ya Allah na sifa zake, wanaoyataka kuyathibitisha wasithibitishe, wasiotaka wayakatae. Hadha batilu dhahirul butlan, wa hadha dhahirul butlan, na kauli hii, itikadi hii ni dhahiri ubatili wake. Haiwezekani kwamba Allah amewachilia akili za watu ndio zitakazoamua, yeye hajabainisha katika Qur'ani. Hilo ni jambo haliwezekani. Hadha min lawazimil batila allati talzamu ala kalamihim. Hii ndio katika lawazim batili ambazo zinalazimisha juu ya zinalazimu hayo maneno yao na itikadi yao hiyo ya kufanya taawili ya sifa za Allah. يقول الشيخ في الشرح: المعطلة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات. hawa wanaopinga sifa za Allah sasa hivi wanapinga uhalisia wa majina ya Allah na sifa zake. Wayakulun innal murada bil yadi alquwa, muradi wa mikono ni nguvu. Walladhi dallana ala dhalika alaqlu, wanasema lililotufahamisha hivyo ni akili. Akili zao ndio zinazosema kwamba muradi wa bali yadahu mabsutatani, muradi wake ni nguvu. Basi wafasiri quwwatani, si yadani bali yadahu, mikono yake. Na hiyo wafasiri quwwatahu, quwwa mbili, nguvu mbili. Quwwa, nguvu zina 2 na 10 na 20 nguvu. Hakuna nguvu 2 wala 3 10. Walmuradu bil istiwa'i alistilau, wanasema hivyo muradi wa istiwa, arrahmanu ala al-arshi istawa, muradi wa istawa alistilau ni kuitawala hiyo arshi
dalili bidalili al-aql, kwa dalili ya akili zao. Wa hakadha fanaqulu lahum, tunawaambia idhan hadha alkitabu alazim alladhi anzalahu Allah ta'ala tibyanan likulli shay wa shifaa'an lima fi as-sudur laysa huwa at-tariqa ila ma'rifati Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi bali at-tariqul aqlu. Tunaambia kwa hiyo kitabu hiki kitukufu Qur'an alichomteremshia mtume wake sallam kuwa ni uwazi wa kila kitu na ni shifa lima fi sudur, si njia ya kumjua Allah mtukufu kwa majina yake na sifa zake. Qur'ani hii sio njia ya kumjua Allah mtukufu kwa majina yake na sifa zake, bali njia ya kumjua Allah ni akili. Umeelewa? Kwa hao wanategemea akili, hawaangalii nususi za Qur'an na Sunna, wanaangalia akili zao. Hii ndio lazima ya maneno yao, liannahu ala za'mihim bayyana ma laysa la'iqan billahi ta'ala fakhtaru an yu'awwiluhu. Kwa madai yao ni kwamba Allah amebainisha mambo ambayo hayafanani naye, hayafanani na Allah mtukufu, kwa wao wakakhitari wafanye ta'wil sifa za Allah. Wa hadha min akbaril qadhi fil Qur'ani was Sunna. Hii ni illa kubwa wanaoitia katika Qur'ani na Sunna, alla naj'ala al-Qur'ana was-sunnata huma al-marji. Tusijalie Qur'ani na hadithi ndio marejeo yetu, bal naj'alu uqulana al-qasira hiya al-marji. Tujalie akili zetu hizi pungufu ndio marejeo yetu. Wa hadha lazimun batil, hii ni lazima iliyobatili. Tumefahamu? ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات. Lazimu ya tatu ya batili ya itikadi yao hiyo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake waongofu na masahaba wake na watu wema ummati huu na viongozi wao aima wao kanu qasirin au muqassirin fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifat. Walikuwa ni wapungufu, walikuwa wamefanya uzembe katika kujua na kubainisha ambao ni lazima kwa Allah na mtume wake katika sifa, au yamtaniu alayhi au yajuzu. Itakuwa hawakufahamu, Mtume sallallahu hakufahamu, makhalifa wake, masahaba wake, as-salafu wote kanu qasirin au muqassirin fi ma'rifati wa tabyin ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifat au yamtaniu alayhi au yajuzu, إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. haikuja kutokana na hao salaf Mtume sallam na makhalifa wake na masahaba wote, haikuja kwao herufi hata moja katika waliokwenda nayo watu hawa wanaokanusha sifa za Allah, katika sifa za Allah wakaita ta'wili. Hawakufanya hivyo salaf. Idhan kwa itikadi yao hiyo, aidha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muqassir na makhalifa wake na masahaba wake wote imma qasirin au muqassirin la budda. Hawakufikia kwenye maana iliyo sahihi wakawabainishia watu maana sahihi ya sifa za Allah. فليس مذهب أهل التأويل موجودا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين لهم بإحسان ولا في كلام أئمة السلف. madhehebu hii ya watu wanaopinga sifa za Allah hayakuwepo, si katika maneno ya Mtume sallam wala katika maneno ya masahaba
wala maneno ya tabi'ina lahum biihsan waliowafuatia masahaba kwa wema, wala katika maneno ya immati salaf hakuna itikadi hii walionayo hawa. Fahum imma qasirun au muqassirun la budda min hadha, wa kilahuma بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والأئمة رحمهم الله kilahuma batil. Yote hao ni batili, kwamba wao ni wapungufu au wamefanya uzembe, yote hao ni batili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na salafu wote kwa jumla. ولهذا قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتنا قاصرين لجهلهم بذلك. Itakuwa basi mtume sallam na makhalifa wake waongofu na watu wema ummati huu wa immatuhum qasirin, wote ni wapungufu kwa kutojua kwao taawil, wa ajzihim an ma'rifatihi, na kushindwa kwao kujua hilo, au muqassirin, au wote hawa ni wazembe, liadami bayanihim lilumma, kwa kutowabainishia maana sahihi umma. Wa kila al-amrayn batil, mambo yote haya mawili ni batil, kwamba wao ni wapungufu hawakujua, wameshindwa, na kwamba wao ni wazembe. Hashahum an dhalika kullihi. tumefahamu. Rabi'an anna kalam Allah wa rasulihi laysa marji'an lin-nas فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع. itikadi yao hiyo ina lazim hadhihi lawazim albatila, kuwa maneno ya Allah na mtume wake si marejeo ya watu katika wanavyoitakidi kwa Mola wao, ambaye kumjua Mola wao ni katika jambo muhimu lililoletwa na sheria hii. Bal huwa zubdatur risalat, bali ndiyo zubda, ndiyo asli na ndiyo moyo wa risalati, ujumbe huu wa Allah alioleta kwa watu. Ay maarifatullah, kumjua Allah. Wa inna marji'u tilka al-uqulul muttaribatul mutanaqida. Kwa itikadi yao hiyo ni kwamba marejeo ni akili hizo zinazogongana, zinazopingana. Wama khalafaha fasabiluhu takdhibu in wajadu ila dhalika sabila, na inayokhalifu hizo akili njia yake ni kukadhibisha, wakipatia njia hilo, au tahrif, au kupotosha, alladhi yusammunahu ta'wila, kupotosha maana ya sifa za Allah, kupotosha ambako wanakuita ni ta'wil. Illam yatamakkanu min takdhibihi, wasipopata nafasi kukadhibisha, wanasema wanafanya ta'wil, wanapotosha. Ta'wil hiyo wanayofanya ni tahrif, kwa hiyo wanaita ta'wil ambapo ni tahrif. Hadha aidan al-lazim ar-rabi' min al-lawazim al-batila. Hii ndio lazimu ya 4 katika lawazim batila, kwa maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba radhiallahu anhum, si marejeo ya watu katika kujua jambo la lazima kwa Allah, ambazo ni sifa za ukamilifu wake. Wa fima yamtani alayhi, na katika sifa ambazo yamtani alayhi, zinazuilika kwa Allah katika sifa za upungufu. Wa fima yajuzu alayhi min as-sifat, na katika sifa ambazo zinafaa kwake, allati takunu kamalan inda wujudi sababihi. Tumefahamu kwa haitakiwi, wana makosa makubwa ya kutanguliza akili zao punguani na kuacha nususi za Qur'an na Sunna zinazothibitisha sifa za Allah azza wa jalla, sifa za ukamilifu wake Allah azza wa jalla. Tutakuja kuendelea khamisan insha Allah kesho. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.